Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Gumzo, karibu kwenye gumzo hili la Dira Zanzibar. Leo tunakutana tena hapa kwa mara nyingine kuzungumzia masala ya nchi yetu. Unakumbuka kwamba katika silsila ambazo zimepita tumezungumzia mengi ambayo yanahusu Zanzibar na muungano. Swala la mwisho kabisa tuligusa hapa ni swala la vijana wa Zanzibar kujiunga na JKT, jeshi la kujenga taifa, ambalo kimsingi si jeshi la muungano kwa maana ya kusema uanzishwaji wake, ingawa tunajua kwamba liliingizwa mwaka 75 katika katiba ya muungano, likionyesha ni jambo la muungano. Lakini hata hivyo tulikuwa na mazungumzo hapa ambayo yalihusisha wenzetu kuchambua kwa nini jambo hili linapaswa kujadiliwa na kwa nini linazua mashaka upande wa Zanzibar. Leo tunarudi tena katika kuzungumzia masuala haya ya muungano. Kama ambavyo mnajua kwamba panapohusika Zanzibar, muungano ndio siasa kuu, ndio ambayo inaumba hatima ya Zanzibar kuliko masuala mengine yote yale, kiasi cha kwamba wakati mwingine watu hata huacha kufikiria kuzungumzia kuhusu masuala ya ndani ya afya, ya elimu, ya barabara na vitu vingine, wakiona kwamba ikiwa hujatatua la muungano basi yote haiwezi kuyatatua. Na naam, imethibitika katika mazungumzo ambayo yanakwenda katika wiki mbili sasa hivi tuseme, ambayo yalianzia kwenye Baraza la Wawakilishi baada ya waziri ambaye anakaimu nafasi ya kuongoza Wizara ya Afya, Bi Saada Salum Kuya, kuzungumzia kuhusu masala haya, namna ambavyo serikali ya Zanzibar, kwa sababu afya ni si jambo la muungano, jambo la Zanzibar pekee yake, bajeti yake haiwezi kukimu kuwahudumia watu wengi sana waliokuwa si Wazanzibari katika masala ya afya, na limezua gumzo kubwa kabisa kutoka upande wa pili, Tanganyika tunazungumzia hapa, na ukosoaji mkubwa sana, likiwa kwamba ni swala ambalo au ni kauli ambayo inatoa kwenye chombo cha kutunga sheria kutoka kwa waziri ambaye ana dhamana ya masuala ya afya, kwa hivyo mtu wa serikali, mkubwa serikalini, na kwa hivyo inatishia ubaguzi katika muungano. Leo kwenye gumzo hili la Dira Zanzibar, swali kubwa ni hili: kizungumkuti cha muungano, kipi ni chetu Zanzibar, kipi ni chao Tanganyika, na kipi ni chetu sote Tanganyika na Zanzibar? Na tunaungana hapa na wenzetu kulijadili hili. Tunaye Profesa Omar Faki Hamad, mnadhimu wa kambi kuu ya upinzani katika Baraza la Wawakilishi na mwakilishi wa watu wa jimbo la Pandani. Tunaye pia hapa mwenzetu kawaida Abdul Fattah Musa, ambaye ni mwandishi wa habari na mchambuzi. Tunaye hapa ndugu yetu Mohamed Khamis, kijana mwanahabari. Tunaye Daitu Salma Said hapa, tuungana na mwanahabari pia siku nyingi. Tuungana baadaye nadhani hapa na wenzetu Mheshimiwa Seif Hamad, mwakilishi wa watu wa jimbo la Ole kupitia chama cha ACT Wazalendo, na tunadhani pia tutapata wenzetu wa kawaida katika jukwaa hili, Ali Saleh Albato, Jabir Idrisa na Hamza Rijal. Lakini kwa kuanzia tuanze ambao tupo. Karibu sana Profesa Omar, karibu Mohamed Khamis, karibu Salma, karibu Fatah. Asante sana, tunashukuru. Asante sana, tunashukuru. Shukran sana. Asante, shukran. Haya, asante. Na kwa sababu ndio tumepata nafasi adhimu ya kuwa na mtu mkubwa leo, Profesa Omar Faki, kwa hivyo tutaanza na wewe kwa sababu nyingi tu ambazo zinatambulika. Nafasi yako ya kisiasa, nafasi yako ya kiusomi, ya kiuchambuzi, uzoefu wako pia kufanya kazi katika pande hizi za muungano. Na najua kwamba wewe ulikuwa ni mkuu wa timu ya uandishi wa ilani ya chama chako cha ACT Wazalendo kuelekea uchaguzi wa 2020. Bila shaka mlikuwa mmezungumzia maalum kabisa swala la muungano na nafasi yake kwa Zanzibar. Swali hili ambalo leo hii hapa, kizungumkuti cha muungano, kipi ni chetu wa Zanzibari peke yetu, kipi ni chao wa Tanganyika peke yao, na kipi ni chetu sote wa Tanganyika na Zanzibar katika muungano huu? Hebu tupe kwanza picha ya jumla kudadavua swala hili. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kunialika katika mdahalo huu muhimu wa kuhusiana na kizungumkuti cha muungano. Na swala hilo bila shaka ni swala ambalo majibu yake ni magumu sana. Kipi ni chetu, kipi ni chao, na kipi ni chetu pamoja. Lakini mimi niseme tu kwamba kizungumkuti hichi kimetokana na muundo wenyewe wa muungano, pale ambapo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo kuitambua Tanzania ikiwemo mipaka ya Zanzibar, na katiba ya Zanzibar kuitambua mipaka ya Zanzibar peke yake.
ukitilia maanani pia wakuu wa mikoa kwa mfano wa Zanzibar wanateuliwa na rais wa Zanzibar, madaraka aliyopewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kizungumkuti wenyewe kimeanza hapo, na sisi katika ilani yetu kwa mfano tuliliona hilo kwamba solution yake ni serikali tatu, tulianzia hapo. Lakini ukiniuliza mimi kwamba kipi ni chetu, kipi ni chao na kipi ni chetu pamoja, Mheshimiwa Rais wa mwanzo wa Tanzania huru, Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Julius Kambarage Nyerere aliwahi kutoa maelezo kwamba anaweza kuchukuliwa mtu yoyote kutoka Zanzibar na akapewa haki yoyote ya muungano, lakini hawezi kuchukuliwa mtu kutoka Tanzania isiyokuwa Zanzibar akapewa haki ya Zanzibar, na hii ni kwa mujibu wa muundo wetu wa muungano tuliokubaliana. Kwa hiyo kile chote ambacho ni cha Zanzibar kwa mujibu wa muundo wa muungano wa sasa hivi wa serikali mbili uliopo sasa hivi, kiliopo Zanzibar ni cha Wazanzibari, na kiliopo katika muungano ambayo wengine wanaita cha Tanganyika, Tanganyika haipo, kile ni cha Watanzania wote wakiwemo Wazanzibari. Hiyo ni kwa mujibu wa muundo wa muungano. Sasa tukienda kijamii na kiutamaduni, wengine wanadhani yale yaliyoko Tanganyika yabaki ya Watanganyika, lakini hiyo itakuwa ni social economic point of view. Lakini legal constitutional point of view, kiliyoko Tanzania nzima ni cha Watanzania wakiwemo Wazanzibari, na kiliyoko Zanzibar ni cha Wazanzibari wakitolewa wale waliokuwa si Wazanzibari wa Tanganyika. Kwa ufupi, kimuungano hawana haki ya kulazimisha kwamba viliyoko Zanzibar viwe vya kwao. Kwa hiyo cha kwetu ni chote cha Wazanzibari na Watanganyika, tunashirikiana pamoja, lakini kile cha Zanzibar kinabaki kuwa cha Wazanzibari kwa mujibu wa katiba yetu ambayo inafanya kazi sasa hivi. Hayo mimi ndio mawazo yangu. Shida iliyopo ni kwamba wengi wanapoutafsiri muungano wanaangalia idadi ya watu walioko Zanzibar. Leo nilikuwa naangalia mechi ya mpira Ujerumani na timu moja inaitwa hata lile jina nimelisahau, inaitwa Karkasa. Ina watu 158,000, lakini iko World Cup sasa hivi ina haki sawa sawa na Ujerumani ambayo ina watu mamilioni. Kwa hiyo mtazamo wa watu wengi hasa walioko Tanganyika ni kwamba Zanzibar ile udogo wake wanadhani ndiyo sababu ya kunyimwa zile haki ambazo zilitarajiwa ziwe zake. Kwa hiyo kilicholeta kizungumkuti hapa ni mfumo wenyewe wa kikatiba wa muungano ambao unawapa haki watu wawili. Wazanzibar wanapewa haki mbili, Watanganyika wanapewa haki moja. Wazanzibar wanapewa haki za Zanzibar zote na haki zote ziliomo ndani ya mipaka ya Tanzania kwa mujibu wa katiba. Mfano mzuri, mimi nilipokuwa nasoma University of Dar es Salaam, tulikuwa tuna haki kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunapewa pia haki kwenye Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo wenzetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwa wanapewa, na haikuonekana kitu cha maajabu kwa sababu ndio mfumo wa muungano ulivyokuwa. Kwa hiyo hayo ndio mawazo yangu mimi kwa haraka kuhusiana na kipi ni chetu, kipi ni chao, ni kipi ni chetu pamoja. Asante. Asante Profesa. Lakini kwa maelezo yako ni kama nimekula vizuri, ni kwamba kwa hivyo wanaoumia hapa katika hali kama hiyo ni Watanganyika, Watanzania bara, na kwa hivyo nukta yao itakuwa ina mashiko kwamba nyinyi Zanzibar ndio ambao ni wafaidika wakubwa wa muungano huu. Mna chenu peke yenu kama Wazanzibari, mnabalizana nacho na hamtaki mwingine ambaye si Mzanzibari akipate. Hasa hamtaki, ndivyo ilivyo kwa mujibu wa katiba. Somba si hataki Zanzibar, katiba imewazia wasikipate. Halafu kuna cha wote chetu sisi Tanganyika ambacho ni chetu nacho pia ni chenu. Kwa hivyo ile chao chetu chao ni sisi, ni wao ndio ambao inawapiga. Sio kwamba sisi ambao inawapiga wao. Ni sawa, lakini tukumbuke kwamba sisi tumepoteza identity yetu kwa upande mmoja, ya kwamba Zanzibar ilikuwa na mamlaka yake, ile mamlaka ikanyang'anywa labda kwa hizi faida ndogo ndogo ambazo ni faida tunaweza ukasema hata sizo za kiuchumi, labda ni faida ambazo zinaonekana ni faida,
lakini hasara tuliyoipata ya kufutwa ile Zanzibar katika sehemu mbalimbali ikiwemo katika kiti cha Umoja wa Mataifa, inawezekana kwa mtu anaotafsiri ni upotevu mkubwa kuliko hichi tunachokipata, lakini katiba yenyewe ndiyo iliyolazimisha iwe hivyo, ambapo sisi takriban miaka 40 iliyopita Zanzibar tumekuwa tukipigia kelele hilo, lakini wenzetu labda walikuwa hawajatanabahi kwamba kuna huo mkanganyiko uliopo, lakini sisi Zanzibar tulikuwa tukizungumzia hilo ambalo sasa hivi Watanganyika ndio wameliona labda, au labda lilikuwa halijawaingia ule ukubwa wake wa hilo tatizo, lakini sisi ni jambo ambalo takriban miaka 40 iliyopita tumekuwa tukilizungumza, na huo ndio muktadha hasa wa kwa nini Wazanzibari walio wengi wanataka serikali tatu. Ni kwa sababu hiyo, walishaliona hilo. Unapoteza sehemu ya uhuru wako, unapata faida ambazo labda haziwezi kulingana na uhuru. Uhuru ni jambo ambalo haliwezi kulinganishwa na faida yoyote kama nchi. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tunafaidika sana kuliko wanavyofaidika Watanganyika, kiasi kwamba Watanganyika sasa hivi imefikia kwamba wanaona Zanzibar kama ni koloni. Kwa hiyo uhuru wa kuwa koloni ni mkubwa, uhuru wa kupoteza utaifa wetu, au unaweza kusema ni mdogo, yani ile faida yake ni ndogo kuliko faida hii tunayoipata, ingawa wengine wanaihisi kwamba labda ni faida. Sijui kama nimeeleza vizuri, nimechanganya kidogo hapo. Nimekuelewa nukta yako Profesa, kwamba tulichopewa ilikuwa ni chambo kama samaki. Ndio, unampa exactly. Chambo unaingiza nyungu kwenye ndoana yako ambao kipande kidushi tu, halafu unaingiza katika mto au bahari, unapata samaki kubwa kabisa. Kwa hivyo kwa sababu ya chambo hichi cha kuambiwa kwamba sisi ni sehemu kubwa ya picha ya Tanzania nzima kwa ujumla, tunaweza kupata kwa sababu mifano ambayo inapigwa iko wazi kweli kwamba sisi Wazanzibari tunakwenda upande wa Tanganyika, tunanunua ardhi, tunajenga nyumba, tunapata huduma zote, hata haki nyingine ambazo tunazikosa Zanzibar, na hii nitaeleza hapa ili wengine waweze kuchangia pia. Kwa mfano, upigaji kura. Zanzibar upigaji kura unaweza, mara nyingi sisi Wazanzibari wenyewe tuna struggle, tunapambana sana kuweza kupata haki ya kupata Zanzibari mkaazi ili baadaye tupate kuwa mpiga kura. Lakini siku na watu upande wa Dar es Salaam, upande wa Tanganyika, siku ile ile kuna uchaguzi wa kijiji, kuna uchaguzi wa nani, utakuwa unajiandikisha na kupiga kura kwa chagua watu wao ambao kimsingi si watu wako wewe. Maana wewe hupaswi kusema uchaguzi wa serikali za mitaa, wewe si serikali za mitaa, si jambo la muungano, kila mtu ana upande wake. Kwa hivyo wao wanachosema nani Profesa ni kwamba tumelishwa chambo na chambo kila na chambo hichi katufanya tu wapate samaki mkubwa zaidi, maana yake ni uhuru wetu na mamlaka yetu na uamuzi wetu na uthubutu wetu, na wao wakatupatia vitu vidogo ambavyo haviwezi kulingana na thamani ya uhuru wetu. Si point yako hiyo? Ndio, sawa. Na kwa kumalizia, labda wamesahau kwamba kimantiki ni kwamba Wazanzibari wote ni Watanzania, lakini sio Watanganyika wote wanakuwa Wazanzibari, na hiyo ndio mantiki hata wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa anaizungumza. Kwa hiyo kama umekubali kwa mujibu wa katiba Wazanzibari wote wawe Watanzania, lakini sio Watanzania wote wawe Wazanzibari, hii ndio matokeo yake. Kwa hiyo kutakuwa na zile haki za Wazanzibari wote na haki za Watanzania wote, ambao Wazanzibari wote wanaingia katika haki za Watanzania wote regardless ya idadi ya watu ambao Zanzibar iko nao. Kwa hiyo hiyo uliozungumza ya chambo ni kweli, labda wameona chambo hakinasi sasa. Asante Profesa. Abdul Fattah Musa, kipi ambacho umekifahamu kutokea mazungumzo ya Profesa? Kipi? Mimi ningependa kidogo kutoa ufafanuzi wa kujaribu kuchangia maelezo ya Profesa Omar katika suala zima la hii dhana ya kwamba kila kilichokuwa cha Tanzania au kila kilichokuwa cha muungano ni cha Wazanzibari. Na hisi kuna shubha kidogo hapa inaweza ikajitokeza kwa mtazamo kwamba tunaposema kwamba kila kilichokuwa ni cha Tanzania kinawahusu Wazanzibari, hapa inabidi tulifahamu kwamba ni kwa yale mambo ambayo kiuhalisia ni masuala yanayohusu muungano, lakini kwa yale ambayo hayahusu muungano na ambayo kwa hakika ndiyo mengi sana katika serikali ya Jamhuri ya Muungano, haya sisi Wazanzibari kiuhalisia hayatuhusu. Na mfano ambao wengi tunajua ni haya masuala makuu, kwa mfano katika masuala ya Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Ulinzi, masuala ya
machache yanayohusu masuala ya moja kwa moja ya muungano, masuala labda ya fedha, benki kuu na mfano hayo. Haya ni mambo ambayo yanahusu muungano, lakini ukiangalia sehemu kubwa sana ya serikali ya muungano kwenye masuala ya kilimo, masuala ya nishati, masuala ya afya, kama ambalo ndilo chimbuko la mzozo uliozuka hivi karibuni kuhusiana na sekta ya afya, na wizara nyinginezo nyingi, ni kwamba wizara hizi zote Zanzibar haihusiki. Yani kama ambavyo Zanzibar inajiendeshea mambo yake na serikali ya muungano inasimamia mambo haya, lakini si kwa kuwajumuisha Wazanzibari, ni kwa ajili ya Watanganyika peke yao. Isipokuwa sasa uzoefu ambao tumekuwa nao miaka hii yote, kabla pengine kipindi hichi ambacho Rais Samia amekuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ni Mzanzibari, ni kwamba wenzetu wa Tanganyika au wenzetu wa Tanzania bara wamekuwa wakizitumia wizara hizo zote ambazo si za muungano, kuzitumia au kuitumia fursa hiyo kuonyesha kwamba hizo ni wizara za Tanzania, wakati kiuhalisia ni wizara za Tanganyika. Mtoe mfano mdogo ambao ushazungumzwa sana, labda kwa faida ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, ili kuondoa shubha hii. Ni kwamba mara zote unapofanyika mkutano wa kimataifa, unapokuja swala la kutoa misaada ya kimataifa, mathalan katika wizara ya afya, waziri wa Tanzania wa afya kiuhakika si waziri wa Jamhuri ya Muungano, kiuhalisia ni waziri wa Tanganyika. Na kwa maana hiyo, linapokuja suala la afya kimataifa, mathalan ukitolewa mwaliko wa kuhudhuria mkutano wa shirika la afya duniani WHO, kihaki ni kwamba hapaswi rais wa muungano wa afya ambaye kiuhakika ni rais wa afya wa Tanganyika awe yeye ndiye mwakilishi wa mwenye mamlaka ya juu kwa ajili ya Tanzania. Ilipasa katika mkutano kama ule waziri wa afya wa Tanzania na waziri wa afya wa Zanzibar wote wawili wana nafasi na hadhi sawa katika suala la kuiwakilisha Tanzania katika masuala ya afya. Hivi ndivyo ambavyo ilipasa iwe. Lakini kwa miaka mingi hilo limekuwa halifanyiki, na inapotokea misaada kama katika sekta za kilimo, katika sekta za maji, katika sekta mbalimbali, wenzetu wamekuwa wakiutumia mwanya huu kuweza kutumia nafasi ile kupokea kitu kwa jina la Tanzania, kisha wao kwa sehemu kubwa sana wakataka kuonyesha kwamba kwa kuwa suala la afya si la muungano, huu unaihusu Tanzania bara au Tanganyika. Na endapo katika kile kutakuwa kuna kitu kitatolewa labda msaada kwa Zanzibar katika sekta za wizara kama hizo, huwa ni rahisi kufanywa kwamba ni kitu kama labda ni cha ihsani na cha kufanywa wema na cha kukadiriwa tu. Lakini tumeona katika miaka ya karibuni, baada ya Rais Samia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeona katika sekta za wizara kama hizi ambazo kiuhalisia si za muungano, wawakilishi wa pande zote mbili wa wizara zile wamekuwa wakishiriki, na ndipo tukao tunaona wakati mwingine wenzetu wa Tanganyika, hata wasomi na wanasiasa maarufu wa Tanganyika wamekuwa wakibeza na wakikejeli kuona kwamba vipi katika kikao ambacho inawakilishwa Tanzania anaonekana labda waziri wa Zanzibar katika nafasi sawa labda na waziri wa Tanganyika ambaye ni wa muungano, au hata wakati mwingine akapewa nafasi waziri wa Zanzibar kuwakilisha sehemu kama zile. Hiji ni kitu ambacho ndio ilikuwa inapasa kufahamu kwamba kiuhalisia kwa sehemu kubwa sana wizara nyingi ambazo si za muungano ndizo ambazo zinafanywa kazi katika wizara ya muungano, kama ambavyo kumekuwa na huu mzozo, kama tumeona huyu mbunge ambaye alikuwa akitoa kauli nyingi za kifedhuli kuhusiana na Zanzibar alipokuwa akisema kwenye bunge la muungano katika clip iliyosambaa mitandaoni hivi karibuni kwamba hapa tunapokaa kwenye bunge, nyinyi wabunge wa Zanzibari, vinapofanyika vikao vya wizara za muungano muhudhurie, lakini zinapokuja wizara ambazo si za muungano mutoke, mtuachie sisi wenyewe wa Tanganyika. Ukiangalia kiuhalisia na kidhati ilipasa kweli iwe hivyo, na ndio uhakika wa mambo kwamba serikali ya muungano kwa sehemu kubwa sana, pengine 80% kama si zaidi, ni serikali ya Tanganyika. Na hiki ndio kitu ambacho wenzetu kwa uhakika kwa miaka yote hii wamekuwa wakineemeka nacho, pamoja na kwamba anakudai kwamba Tanganyika imekufa, Tanganyika imemezwa. Sasa wamekuwa wanapiga kelele za kudai Tanganyika yao, lakini kiuhalisia ni kwamba muda wote huu wamekuwa wakiutumia mwenye huu kunufaika kwa masuala yasiyo ya muungano kwa faida ya wao kama Watanganyika. Lakini mkabala wake ni kwamba linapokuja suala la kuhusu kwa mfano haki za Wazanzibari, hapa kidogo na mimi nimehisi ukakasi niliposikia hii kauli ya kwamba vipi masuala ya afya yanahusu Wazanzibari wahusishwe watu wengine. Tukiangalia kweli tunatumia hii kauli ya Wazanzibari, lakini mimi bado nina hili dukuduku la kwamba
sisi mpaka sasa rasmi katika nchi yetu ni wakazi, ni Wazanzibari wakazi, na nadhani hata hao wenzetu wanaotoka upande wa pili ambao kama wanalalamikiwa kwamba kwa nini hawapewi huduma za afya huku, nadhani kwa sababu kwa upande mwingine wanahisi hicho kwamba hapa Zanzibar penyewe kiuhalisia hapana watu ambao wana utambulisho kama watu walioko katika nchi yao. Watu wote wanaokuja hapa, watu wote wanaokaa hapa wana utambulishwa kutambulika kama ni wakazi, na pengine hilo ndilo ambalo na wao linawapa ile hisia kwamba kwa nini wanachopata hawa Wazanzibari wakazi na sisi wakazi wengine ambao ni Watanzania kwa ujumla tusiweze kupata haki kama hizo. Kwa hivyo hapa mimi nataka tena kutoa lile dukuduku kwamba suala la kwamba sisi Wazanzibari kama Wazanzibari tunahitaji kwa hakika kuweza kutambulika na wenzetu wengine ambao watakuja hapa kama ni Watanzania au hata watu wa mataifa mengine yaliyotuzunguka katika Afrika Mashariki wakaja kukaa hapa, wajulikane kwamba hawa nao ni watu wengine wasio Wazanzibari, na si kuzungumziwa utambulisho wa watu wanaokaa katika visiwa hivi kama ni wakazi tu wa visiwa hivi. Asante sana Abdul Fattah Musa kwa kutuchambulia kile ambacho umekifahamu kutoka ambacho amekizungumza Profesa Omar Faki Hamadi hapa. Mwakilishi Seif Hamadi, karibu. Asante kake. Bahati nimemkosa profesa, nimemsikiliza Abdul Fattah Musa wakati anazungumza, na kwa sababu nilimkosa profesa nianze hapa ambapo alimalizia Abdul Fattah Musa kuhusiana na hizi huduma ambazo zinatolewa Zanzibar, hususan utofauti wake na kile ambacho anakizungumza kwa kile ambacho amekiita kwamba bado sisi sote tuna kitu kinachoitwa ukazi, kwa hiyo hakuna raia. Nadhani turudi kwenye mantiki ya hicho ambacho kinaitwa ukazi, mantiki yake ni nini? Na nadhani hapo ndio hasa tunaweza tukapata msingi wa kile ambacho kiliibuka ndani ya Baraza la Wawakilishi, lakini kiliibuka nje ya Baraza la Wawakilishi na kikazua sintofahamu, na ndio maana leo hapa tukawa katika mjadala huu. Kwa hiyo tukirudi katika dhana ya kuanzishwa kile kitambulisho ambacho kinaitwa mkazi, nadhani dhana yake ni kwa ajili ya kuwatambua Wazanzibari. Dhana yake ni kwa ajili ya kuwapa sifa na hadhi Wazanzibari. Ni bahati mbaya sana wenzetu wanawacha hiyo dhana ambayo imetumika kuanzisha kitambulisho hichi. Lakini dhana hiyo haizuii hicho ambacho kimefanywa, kwamba maslahi ya Wazanzibari au kile ambacho wanastahiki kupewa Wazanzibari, kwa sababu tu kwamba kitambulisho kimekosa jina halisi, kwamba sasa zile fursa ambazo wanastahiki kupata Wazanzibari tuende tukamege na watu wengine. Jambo hili sio sahihi. Na kwenye hili naweza nikaunganisha pale alipomaliza profesa kwamba mimi mtazamo wangu kwamba chote kile ambacho kinafanywa Tanzania ni cha Wazanzibari, kwa sababu Tanganyika imejificha kwenye koti la Zanzibar. Lakini kinachofanywa na Zanzibar, yale mambo ambayo yanahusu Zanzibar specific, ambayo hayamo kwenye katiba ya Zanzibar, hayamo katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama haya ni mambo ya muungano, bado yatasalia kuwa mambo ambayo yanawahusu Wazanzibari. Kwa mfano tukizungumza kwenye suala la ajira, nadhani ukisoma hata sheria ya uwekezaji ya Tanzania imeweka asilimia ambayo lazima ajira za maeneo yale wawe wazawa, na imeeleza kabisa kwenye ratio kwamba nadhani kama sikosei kwenye 5:25 kama sikosei, imeonyesha kabisa kwenye ratio kwamba watu wangapi ambao wanapaswa kuwa wageni katika ajira ambazo zitatoka, na huyo mgeni anapaswa kuonesha anabeba watu wangapi. Ni same na Zanzibar. Utofauti wetu ni kwamba tunalitumia neno vibaya hili neno mzawa. Mzawa ni nani? Mzawa ni Mzanzibari, mzawa ni Mtanzania, maana yake ni mtu yote ambaye anatoka Tanganyika na Zanzibar, ndio maana anaitwa mzawa. Sasa ukirudi kwenye sheria ya ajira ya Zanzibar, sheria ya kazi, sheria nambari 11 ya mwaka 2005, hilo jawabu unalikosa. Hasa kama hilo jawabu unalikosa kuoneshwa mzawa ni nani, kwenye ile sheria ukitizama mzawa amewekwa ni Mtanzania. Lakini kweli ajira ambazo zinazalishwa Zanzibar na ajira ambazo si za muungano, maana yake ajira si jambo la muungano, twende tukashare na wenzetu. Sasa hivi dunia ina tatizo kubwa la ajira. Kama dunia ina tatizo kubwa la ajira, ni lazima tulinde ajira za watu wetu kwa wivu mkubwa. Tunazilindaje ajira za watu wetu? Hapo ndio penye suala la msingi la kuanzia.
Lakini pia tukirudi katika huduma swala la afya, nadhani kulikuwa kuna mkanganyiko. Waziri alikuwa na mkanganyiko. Kuna vitu viwili hapa ambavyo vinapaswa kuwekwa clear. Kuna kitu ambacho kinaitwa bima ya afya Zanzibar, Zanzibar Health Social Fund, yani mfuko wa huduma za afya Zanzibar, na kuna kitu kinaitwa afya kadi. Hivi ni vitu viwili tofauti. Afya kadi alipaswa kupewa kila mwananchi wa Zanzibar kwa ajili ya kwenda kutibiwa, yani kadi ya matibabu ya afya, na bima inamhusu kila mfanyakazi aliyepo Zanzibar, awe Mzanzibari awe Mtanganyika. Bima hii anapewa akiwa ni mfanyakazi, analipiwa ZSSF, mwajiri wake ana wajibu wa kumlipia. Sasa unapokuwa na kadi ya unapokuwa na kadi ya mfuko wa huduma za afya Zanzibar, hakuna mtu ambaye atabaguliwa katika matibabu kwa sababu anachangia kwenye matibabu hayo. Lakini unapokuwa na afya kadi ni kitu kingine. Afya kadi inapaswa kutoka kwa Wazanzibari peke yao. Na kwa nini itoke kwa Wazanzibari peke yao? Afya kadi inatoka kwa Wazanzibari kwa sababu bajeti yetu inahusu Wazanzibari. Suala la afya si suala la muungano. Kama suala la afya si suala la muungano, ni rasilimali ambazo zinatumika Zanzibar, tunaipanga bajeti yetu kwa mujibu wa idadi ya Wazanzibari. Sasa wanapotokea watu wengine wakataka kutumia rasilimali ile ambayo au kile ambacho kimemegwa kwa ajili ya Wazanzibari, sio sawa. Ni lazima tuweke utaratibu wa kadi hizi kuzitumia, kwamba Mzanzibari anapaswa kuzitumiaje na ataipataje. Ndio hilo ambalo Saada amelionyesha kwamba masheha kwenye hili, kuna hao watu ambao wanaitwa masheha hawakuwa waaminifu. Wakati wa uchaguzi waligawa vitambulisho kama njugu, vitambulisho vya Mzanzibari. Walipopata vitambulisho hivi ambavyo bwana kakaangu Abdul Fatahi Musa anaviita vitambulisho vya mkazi, na ndio uhalisia wake, wenzetu wakapata mwenye wa kupata afya kadi. Wanapopata afya kadi, sasa ndio hilo ambalo limekuja kuibuka kwamba bajeti yetu ya watu 2,000,000 au 1,500,000 haiwezi kutibu watu 60,000,000, na huo ndio uhalisia. Huo ndio uhalisia wenyewe, kama ambavyo wao kwenye sheria yao ya ajira imeweka masharti kwamba ajira zile zinatokaje kwa wazawa, na si wazawa tu, wazawa wa eneo lile. Imeainisha kabisa watu wa eneo lile wanafaidikaje. Ndio kile ambacho sisi Wazanzibari tunakililia, kwamba ajira zetu, afya yetu kwanza iwatibu watu wetu, baadaye wengine wende wakachangie kwa utaratibu ambao utawekwa. Nadhani nimeishia hapo. Naam, nimekuelewa Mheshimiwa Seif, lakini swala ambalo linakuja hapa ni kwamba tayari kuna tatizo kubwa, picha kubwa ambayo umeieleza na tulikuwa tujaigusa bado. Ningetaka tupate maoni yako na wengine pia kuhusu picha hii kubwa. Chimbuko linaanza si kwamba hakuna utaratibu rasmi ambao unaeleweka wa kipi ni cha nani na nani anapata kipi katika swala letu kubwa, maana kizunguko cha muungano, kipi ni cha Wazanzibari peke yao, kipi cha Watanganyika peke yao, kipi cha Watanzania, kwa maana Watanganyika Wazanzibari kwa wakati mmoja kwa pamoja. Mipaka labda imeelezwa wazi kama unavyozungumza wewe, lakini linakuja swala kwamba pana usiasishwaji wa huo utambulisho panapohusika Zanzibar, kwa maana kuingizwa siasa kwenye kupata huo utambulisho, ambao utambulisho ndio msingi sasa kupata hizo huduma ambazo hazihusiki kwa Tanzania wasiokuwa Wazanzibari peke yao. Umeshazungumza hili swala, na nataka mjadala kila mmoja atuchangie katika jambo hili hapa. Kimetaja kipande cha Uzanzibari mkazi, akitaja Abdul Fatah Musa hapa na pia umekitaja, ambao ndio msingi wake wa kuweza kupata kile ambacho cha mstahili kupata Mzanzibari peke yake. Kitambulisho leo kipata lazima uwe na sifa moja ya mbili. Aidha uwe ni mzawa, Mzanzibari mzawa, au kama ni Mtanzania ambaye si Mzanzibari, umeishi Zanzibar zaidi ya miaka 10 na ukaomba kupatiwa Uzanzibari ukazi, ama sivyo sheria inavyosema. Ndio. Hoja yako ambayo unazungumza hapa Mheshimiwa Seif, na sisi tunaitambua kama ni hivyo, ni kwamba alichokisema Bi Saada Mkuya kwamba kuna masheha ambao si waaminifu wametoa hivi vitambulisho vya waziri kazi kwa watu ambao hawastahili kuvipata, na wameweka watu hao wakapata afya kadi, matibabu kadi kutoka kwa sababu ni haki wa kipande kile, ni misnomer ninavyoiona, kwamba ni hoja ambayo yenyewe ina mapungufu. Kwa nini? Kwa sababu nani ambaye anampa amri sheha atoe vipande vya waziri kazi kwa ambaye si Mzanzibari? Je, sheha ikiwa ndio the smallest entity,
ndio mamlaka ya chini kabisa ya kiserikali kwa nchi yetu. Ana uwezo sheha wa kuweza kutoa vitambulisho vya kazi, achapishe yeye, au kuwapeleka majina, akusema hawa wapeni vitambulisho hivi, bila ya kuidhinishwa na watu walioko juu yake, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na rais, katika hali kama hii. Na kwa hivyo kuseme katika maana hii, kwa sababu swala liko katika wizara ya, nadhani hili ipo katika wizara, nadhani ofisi ipo chini ya ofisi ya makamu wa rais, katiba sheria. Katiba sheria, okay, sawa. Kwa maana iko juu zaidi ya hapo. Vitambulisho vipo chini ya ofisi ya tawala za mikoa. Sawa. Tawala za mikoa, Sawa. yes. Whatever. Ataikuwa wote. Je, wanaweza kufanya mambo haya watu hawa bila ya masheha, bila ya kupata idhini kutoka juu? Na kama wanapata idhini kutoka juu, kwa nini sasa lawama kama ni hivyo ziwaangukie wao masheha, wakati wao ni watu wa mwisho na wa chini kabisa? Asante, nashukuru kake. Nadhani ni swala zuri ambalo umeliuliza, na hapa nadhani ndio tupa kuanzia penye mapungufu ya sheria. Ukisoma ile sheria, sheha amepewa madaraka makubwa mno kushinda uwezo wake. Zipo segment kwamba kuna wakati anatoa fomu hizi ama anaidhinisha fomu hizi za mtu kupata kitambulisho cha Mzanzibari kutoka sindikizo kwa wakubwa wake, maybe wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, pengine na waziri. Na hii ni kwa sababu ya hizo segment za kisiasa. Upo mtazamo huo na ni uhalisia, lakini ile sheria imempa mamlaka sheha kwamba yeye ndio final say, kwamba huyu apewe anastahiki na mtambua, huyu simtambui. Ile sheria ilivyo ukisoma, sheha akisema kwamba huyu apewe ninamtambua, basi utakuwa kitambulisho cha Mzanzibari. Lakini sheha akisema no, bila kupata maelekezo, huwezi kupata kitambulisho cha Mzanzibari. Maana yake ni kwamba yeye mwenyewe, ile sheria mwenyewe imempa mamlaka makubwa sheha kushinda hata ule uwezo wake anaostahiki kupewa. Na hilo ndio kwenye tatizo la kwanza kubwa kwenye hilo sheria, kwa sababu masheha hawa hawafanyi kazi kama ni watumishi wa umma. Hiyo ndio bahati mbaya. Sheria inawatambua kama watumishi wa umma, lakini wao hawaendi kufanya kazi kama watumishi wa umma. Masheha wanabakishwa kufanya kazi kama mawakala wa Chama cha Mapinduzi. Na ndio hicho ambacho kinakuja kwamba kuna wakati wanabeba interest za Chama cha Mapinduzi, wanabeba maagizo ya Chama cha Mapinduzi, wanabeba maagizo ya wakuu wa wilaya ambao ni wajumbe wa kamati za siasa za wilaya, wanabeba wanabeba maagizo ya wakuu wa mikoa ambao ndio wateule wao na ndio ambao wanabeba interest za Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni wajumbe wa kamati za siasa za Chama cha Mapinduzi za mkoa. Lakini shida yake nyingine ndio hiyo ambayo tunazungumza, yeye mwenyewe binafsi sheha, kwa sababu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, anabeba interest zake kutaka kukusaidia chama chake. Sasa hii ndio shida ambayo tunaipata, kwamba baada ya anawacha ule wajibu wake wa kuwa mtumishi wa umma, anakwenda kubeba wajibu mwingine wa kukisaidia chama chake, kuwapa vitambulisho watu ambao hawastahiki. Badala yake zinakuja dhiki kama hizi ambazo zinajitokeza. Asante Mheshimiwa Seif. Nitakuomba Salma Saidi utupe mchango wako baada ya yote ambayo umesikia hapa. Uzoefu wako na tajriba yako katika uandishi wa habari. Nakumbuka tangu nipo hapo tumekwenda maeneo kadhaa kuripoti kuhusu masuala ambavyo vipande hivi vya Zanaidi vinapatikana na ambavyo imekuwa tatizo kubwa sana. Maana inaonekana fitna ilipoanzia hapo yote, na atakujua kwamba mjadala huu ambao unakwenda hivi sasa kuhusu haki ya matibabu Zanzibar, ambapo limekuwa hasa swala kubwa la kuzungumziwa katika korido za kisiasa ndani ya Tanzania nzima kwa jumla, kwa mitandao ya kijamii, kwa majukwaa mitandaoni, ndio lugha ambayo inazungumza hizi. Hiyo limekushtua kiasi gani au umelifahamu vipi kwa upande wako? Kwanza asante sana kwa kushiriki mjadala huu ambao tunazungumzia kizungumkuti cha muungano, kipi ni chetu, kipi ni chao na kipi ni chetu kwa pamoja. Kama ambavyo wametangulia walioanza, wameelezea kipi ni chetu na kipi ni chao, lakini pia chetu kwa pamoja ni kipi kimebainishwa. Kwa kifupi tu mimi niseme kwamba suala la kitambulisho au suala la vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi haviathiri kwenye siasa peke yake, vinaathiri pamoja na uchumi na masuala mengine ikiwemo masuala ya afya.
Mjadala uliokuja hivi karibuni, suala la afya, umeonyesha dhahiri kwamba kuna tatizo na tatizo lenyewe limeanzia chimbuko lake kwenye hivyo vitambulisho. Sasa mimi nina mfano mmoja ambao ningependa kushare hapa. Kipindi ambacho rais alikuwa Dr. Amani Karume. Maupo bado hatukusikii. Unisikii? Sisi tunamsikia. Basi kosa langu basi. Anyway, endelea basi, endelea Salma, endelea. Asante. Nasema chimbuko la hivi vitambulisho ndilo liloleta mzozo, na nasema nina mfano mmoja ambao ningependa kushare. Tumeushuhudia, tulikuwa miongoni mwa waandishi wachache ambao tulikwenda katika hicho kikao. Kulikuwa na wakati rais alikuwa ni Dr. Amani Abedi Karume na waziri kiongozi akiwa ni Shamsi Vuai Nahodha. Waziri wanaohusika na masuala ya utalii, biashara, ambao alikuwa ni Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa. Kulikuwa na shirika moja linaitwa ACRA. Shirika hili lilikuwa linafanya kazi katika ukanda wa Pwani, Nungwi, na lengo lake lilikuwa ni kuwasomesha au kuwapa mafunzo wananchi wanaokaa karibu na ukanda wa Pwani, kwa maana katika maeneo ambayo yana mahoteli. Na lengo la mafunzo hayo ilikuwa ni kuwapa elimu wale watu wanaokaa karibu maeneo ya Pwani, ili wasomeshwe namna gani ya wao kufaidika na zile hoteli, kufanya kazi katika mahoteli. Sasa lilivyoanza kufundishwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ikaja suala la kwamba kuna watu wazawa hawafaidiki. Kwa hiyo ilikuwa siku ya graduation, alialikwa Waziri Samia kuwa mgeni rasmi pale. Kwa hiyo miongoni mwa malalamiko ambayo yalotolewa katika kikao kile kwenye hiyo graduation ilikuwa ni kwamba wazawa hawafaidiki na yale mafunzo, na hivyo kwa kuwa wanakuja watu wengine kutoka nje ya Zanzibar, wanasajiliwa na wanapata mafunzo yale, hatimaye wanapofanya graduation na wanapopewa vyeti wanakwenda kufanya kazi, wanaajiriwa katika mahoteli ya kitalii, na wale wazawa wanakosa ile fursa ambayo wao ndio walengwa wakuu. Kwa hivyo walipokuwa wanalalamika, masheha ndio walikuwa wanatoa hayo malalamiko. Waziri aliwasikiliza vizuri sana na masheha. Baadaye akawauliza, inakuwaje wale wawe wanapata hayo mafunzo? Kwa sababu taarifa nilizokuwa nazo mimi, hawa wote ni Wazanzibari waliopewa haya mafunzo, kwa maana kwamba wote wana vitambulisho vya Mzanzibari. Anayosema hivyo nani? Samia Suluhu Hassan. Kwa maana kwamba yeye anayo taarifa kwamba wale wote ni Wazanzibari ambao wanapewa mafunzo pale, kwa sababu wote wamequalified, wanavyo vitambulisho vya Mzanzibari. Kwa hivyo masheha walikuwa wanajibiwa kwamba inakuwaje kwamba hawa wasipate mafunzo wakati hawa ni Wazanzibari, kwa sababu wote wana vitambulisho. Na wakaulizwa swali masheha, hivi vitambulisho anayevitoa ni nani? Manake ninaamini sio Amani Karume wala si Shamsi Vuai Nahodha anayewapa vitambulisho. Wanapewa vitambulisho wanapewa na masheha. Kwa hivyo nyinyi masheha, kama hili ni kosa lenu nyinyi. Kwa hivyo hivyo ndio ilivyotokea, kwamba kwa maana kwamba masheha walikuwa wao ndio walikuwa wanalalamika kwamba watoto wao hawapati mafunzo na hatimaye wanakosa kazi, wanapata wengine. Sasa wao wakajibiwa hivyo kwamba nyinyi ndio ambao mnaotoa vitambulisho. Kwa hivyo yani kama vile wala talumuni lumu anfusakum, kwa maana zilaumuni nafsi zenu, kwa sababu nyinyi ndio ambao mmefanya hiyo suala likawa. Kwa hiyo
Nini nataka kuunganisha hapa? Ninachotaka kuunganisha ni kwamba tatizo linaanzia kwenye grassroots. Kama Sefu amesema hapo, yawezekana kwamba mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ngazi ya waziri na juu zaidi pengine wanahusika, lakini tatizo kubwa linalojulikana linaanzia katika shehia, kwa sababu sheha ndiyo ambaye anafahamu nyumba hii yupo nani, nyumba hii kuna watu gani, hawa ni wageni, hawa ni wazawa, na anajua. Na historia inatuonesha kuanzia watu kupata vitambulisho, kuna watu wamekataliwa ndani ya nyumba ya sheha, wamekataliwa kupewa vitambulisho kwa sababu tu ya masuala ya kisiasa. Lakini sasa tunaona kama ambavyo vitambulisho havimtambulishi mtu tu kwamba yeye ni mzawa na havimsaidii tu mtu kama kwenye suala la uchaguzi, lakini linakwenda mbali zaidi, kwa sababu unapompa mtu kitambulisho ina maana yeye umemtambulisha, na anapotambuliwa ina maana anayo haki sasa ya kudemand right zote ambazo anapaswa kuzipata yule ambaye kapewa kitambulisho. Na hii ndio tunayoiona athari kwamba si siasa peke yake inakwenda kutuathiri mpaka kwenye uchumi. Sasa hivi limeingia suala la afya. Kwa hiyo tunaona namna gani watu watakavyopata wanavyolalamika sasa hivi. La halafu jengine ni kwenye hili, tumeona mjadala huu wa afya umetushtua kwa kiasi fulani, lakini pia umedhihirisha namna gani elimu ilivyokuwa ndogo kwa baadhi ya watu, na wanahitaji kupewa elimu juu ya suala la muungano. Wanahitaji kupewa elimu juu ya mambo gani ambayo ni yetu, mambo gani ambayo sio yetu, na mambo gani ambayo ni yetu kwa pamoja, kwa sababu mjadala umedhihirisha, kwa sababu kuna maneno mengi, malalamiko mengi, matusi mengi, na yanalenga katika kutukana serikali ya Zanzibar au kutukana Wazanzibari kwamba ni wabaguzi, kwamba ni watu wa binafsi na mambo kama hayo, hali ya kuwa suala la afya si suala la muungano. Suala la afya linawahusu Wazanzibari wenyewe, na suala la afya kwa bara linawahusu kule upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo hapa imedhihirika kwamba kunahitajika elimu zaidi itolewe kwenye masuala kama hayo. Asante. Asante. Asante sana Salma, nashukuru sana kabisa kwa ufafanuzi wako. Mohamed Khamis, karibu tafadhali. Naam, asante sana kaka. Naam. Tupe kauli yao kuhusu hili. Kipi ni chetu? Mimi ninachokiona, ninachokiona haraka wana muda umeenda na kesho Jumatatu. Ninachokiona haraka kwamba Zanzibar na Tanganyika tunaishi miaka 50 nyuma. Yaani tunaishi miaka 50 nyuma. Ukitizama huu mjadala, pande zote mbili unahisi zina malalamiko. Tanganyika wao wanazungumzia haki na utu wao wa Tanganyika, ukifuatilia mjadala, lakini Zanzibar unaona kabisa nao kwamba kuna kitu kinawakereketa ndani ya roho, lakini bado still wanaishi kwa uoga. Ukitizama kauli mbili za wale waziri, naibu waziri wa afya na Saddam Kuya, siku ya pili tu walikuja kuclarify kana kwamba wameeleweka vibaya. Maana hata kila alichokizungumza wenyewe hawakiamini. Mimi nimeona interview zote mbili, nimeona interview ya diaspora, nimeona Saddam Kuya, wote wanazungumza kama wameeleweka vibaya. Maana hata kile alichokizungumza kwamba Zanzibar sasa wanatibiwa wasio kwa Wazanzibari, pia wanaogopa kuzungumza jambo. Sasa unaweza kuona kuna tatizo ambalo tatizo hili ni mfumo mzima wa muungano. Ndio unayoona. Mimi nadhani ukiniambia haraka nitakwambia no way, muungano unahitaji marekebisho sasa. Miaka iliyounganishwa Zanzibar na Tanganyika, watu waliokuwa nao si watu waliopo sasa. Watu waliopo sasa ni watu ambao wana maono, wana fikra na wanasikia. Kwa hiyo yale kipindi ya nyuma huko, miaka nyuma, si watu aina hiyo waliopo sasa. Leo kila mtu anaweza kuhoji, ana teknolojia, anaona kinachoendelea, anafanya nini. Sio ile zama za mmoja ana TV mtaa mzima, mwaka mzima hajui kinachoendelea wengine kwa sababu hana TV nyumbani kwake. Leo kila cha leo kinaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri kwanza huu muungano no way. Kuepuka haya, kuondoa haya, ni lazima kuwe na reform kubwa sana ya muungano Zanzibar na Tanganyika. Kisha kuwa na reform ndio anaweza kuondoa malalamiko haya madogo. Kwa mfano mimi nakwambia kilichokuwa kinazungumzwa juzi kuhusiana na
haya mambo ya bima ya afya, unaweza kuona hii afya ya jamii, unaweza kuona kabisa kwamba kwa nini watu Zanzibar watibiwe. Lakini ukitizama kama ni ZNID, hata wasiokuwa Zanzibar wana haki kutibiwa, kwa sababu ZNID wanazo. Kama kigezo ni ZNID, maana yake Joseph, Paulo nani wote wanazo. Kama kigezo ni maana yake mimi ninazo, kwa nini nisipewe? Sasa tunapokwenda kwenye vyombo vya sheria, Baraza la Kiislamu, tukasema watu kutoka Tanzania bara wanatibiwa Zanzibar, lakini wanatibiwa wakiwa na ZNID ambayo tumewapa wenyewe. Sasa tunamzuiaje mtu? ZNID umempa mwenyewe kwa sababu unazijua wenyewe. Leo anakwenda kutibiwa, anapewa bima afya, unasema anatibiwa Tanzania bara. Si umempa mwenyewe ZNID? Badilisha kigezo basi kisiwe ZNID alafu mzuie Mtanzania bara asitibiwe Zanzibar. Lakini kama kigezo kupata hii afya kadi ni ZNID, maana yake awe Joseph anatoka Mwanza, awe Paulo anatoka Iringa, anatoka Mbeya, anatoka wapi, atatibiwa kwa sababu ZNID na wewe umempa. Na ukitaka kuona ni kana kwamba wanatuchezea mchezo, jiulize toka kauli ya waziri alipozungumza kama masheha wasiokuwa waaminifu walitenda wajibu wao isivyopaswa. Jiulize, kuna sheha yote ambaye kasimamishwa paka leo? Kuna sheha ambaye kakemimwa paka leo? Maana yake ni just kutubereuza sisi akili tuamini kama masheha alikuwa sio aminifu, kitu ambacho mimi kinambia nitakwambia si sahihi. Masheha walitekeleza wajibu na maagizo waliokuwa wanapewa, na ndiyo maana mimi kuna uandikishaji mmoja nilikwenda Bumbwini, unamkuta mtu yuko kwenye foleni ya uandikishaji anazungumza Kisukuma kama yuko Shinyanga, maana hata Kiswahili hazungumzi, anakwenda kuandikisha. Sasa unadhani ni kwa bahati mbaya? Ile si bahati mbaya, ni mpango ambao umetengenezwa. Leo ndio unaotuumiza. Tuna bajeti trilioni ya matibabu ya afya Zanzibari, unakwenda kulalamika kwenye chombo cha kutunga sheria kama watu wasio kwa Zanzibari wanatibiwa Zanzibar. Why wasitibiwa wakati umempa vitambulisho? Kama kigezo chako ni kitambulisho na umempa, kwa nini asitibiwe? Ana haki ya kutibiwa. Tutalalamika sana, lakini ukweli ni kwamba kama kigezo ni ZNID, hawa watu watatibiwa na watakuwa na haki ya kutibiwa, na hata walio nyuma yao pia watawasemea, kwa sababu kitambulisho chetu si cha uraia. Lazima tujue kitu, si cha uraia, si national ID, ni cha Mzanzibari mkazi. Kama hawa watu wametimiza miaka 10, hawakutimiza lakini wamepewa, kwa hiyo wana haki ya kutibiwa Zanzibar, kwa sababu kigezo tulichokiweka cha hii afya kadi ni ZNID. Kwa nini wasitibiwe? Sasa mimi ukiniambia, nitakwambia kabisa kwamba mfumo ya nchi zetu zote mbili inahitaji marekebisho. Bila marekebisho, malalamiko ya aina hii na mengine mingi yatakuja. Zamani kama ulikuwa unaona, Wazanzibari wengi ndio ambao walikuwa kipaza sauti kulalamika. Sasa kuna movement kubwa sana Tanganyika, na wao wanalalamika. Maana yake kumbe wananchi wa nchi zote mbili wana the same language ile ile, kwa wanataka utu wao, wanataka nchi yao, kwamba sasa ni urahisi kwa government kutekeleza wajibu, kutazama katiba, kubadilisha katiba, vinginevyo wataondoa malalamiko. Wasipoondoa, mimi ninachokiona mbele, Zanzibar ikiendelea na msimamo huu kwa watu wasio kwa Zanzibar wasitibiwe, maana yake tunatengeneza chuki mpya zaidi, na kuna watu kule nao pia zitaanza ubaguzi. Tunaona sasa hivi South Africa kinachofanyika, watu wanapigwa, wananyang'anywa mali zao. Hofu yangu baadaye ya haya yanaweza katokea, na cha msingi ambacho kiko wazi kabisa, reform ya constitution lazima ifanyike Zanzibar, lazima ifanyike Tanzania. Bila vitu hivi tunaweza tukaingiza kwenye migogoro ambayo haina mantiki yote, tungeweza kujiepusha nayo. Kama Wazanzibari wanapaswa kutibiwa Zanzibar, maana yake tunataka sio Zanzibar wasitibiwe Zanzibar, kigezo kisiwe ZNID tena. Na masheha, maana yake kazungumza Sefu, wamepewa mamlaka kubwa. Cha ajabu. Ndio maana nikakwambia tunaishi kwenye miaka 50 iliyopita nyuma. Sheha anayoteuliwa na mtu mmoja kwa karatasi tu, mkuu wa mkoa anamteua sheha, ana nguvu kuliko diwani aliochaguliwa na watu 5,000 6,000 kwenye eneo lake. Leo sheha ana ofisi mpya, diwani muulize ofisi yake kwa wapi, hana. Leo diwani anakaa kikao baada ya miezi mitatu. Ukitazama kazi ya diwani Zanzibar huioni. Sasa everything ni politics. Masheha ndio wanaotenda wajibu mkubwa wa watawala wao, na ndio wanaofanya kazi hizi. Na ndio maana nilizungumza mwanzo, hakuna sheha ambaye kakemewa, hakuna sheha ambaye kasimamishwa. Unafikiri hawajulikani? Leo kuna watu wangapi wanalia na vitambulisho? Hawa masheha ndio waliowazuia, lakini na hawa ndio waliowapa Joseph na Paulo vitambulisho, ambao leo sasa wale waliowapa wanawapiga kwa rungu lao, wanakwenda kutibiwa kwenye hospitali zao. Mimi naomba niishie hapo. Asante sana Mohamed Khamis. Profesa Omar, turudi kwako tena mara nyingine. Umesikia baada ya kutufungulia maoni ambayo ametoa kwa wenzetu na uchambuzi ambao wamechambua. Picha nini, hoja ya jumla ni kwamba kuna tatizo la kimsingi ambalo halijaguswa bado. Tatizo lipo katika mfumo wenyewe wa muungano.
ambao umetueleza wewe kwamba umetengeneza mazingira ambapo unafanya cha Tanzania ni cha wote, cha Wazanzibari na Watanganyika kwa ujumla, na cha Zanzibari peke yake, ingawa Abdulfatah Musa ametubainishia kwamba la, kuna cha Tanzania ambacho sio cha Tanzania wote na ambacho hawana haki nacho, kwa maana ya kusema kwamba kile ambacho kinahusu masala ya mamlaka ya Tanzania bara ambayo kisheria hayapo, kwa sababu wamechukua Tanganyika wakaingia katika Tanzania. Walipoamuru kwamba kila panapoandikwa Tanganyika pasomeke Tanzania, imekuwa hivyo sasa, kwamba kuna mahakama kuu, wanadhani mahakama kuu ya muungano, kuna sijui wizara ya afya, wanadhani wizara ya afya ya muungano, kwa sababu waziri ni yule mmoja na anateuliwa na habi kwamba hatuelezi kwamba yeye eneo lake la utekelezaji ni hili peke yake. Haitwi waziri wa afya wa Tanzania bara, anaitwa waziri wa afya wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vitu kama hivyo ambao wanakuja. Lakini upande mwingine pia kuna kuichukua wizara ambayo si ya muungano ukaiunganisha na wizara ya muungano zikawa ni kitu kimoja. Kama tulivyoona, kwa mfano unapochukua wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, kwa mfano elimu ni jambo la muungano, ili kuanzia ngazi fulani tu, si elimu yote ni jambo la muungano. Lakini baada ya sayansi teknolojia pia si jambo la muungano, kila watu kila upande wana jambo lao. Lakini hii shaghala baghala ambayo ipo, kama anavyozungumzia Mazrui kwamba nasema anavyozungumzia Muhammad Khamis hapa kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa, hayako wazi. Je, unadhani kwamba suluhisho lipo kama anavyosema hapa Muhammad Khamis kwenye constitutional order, kwenye kufanya mabadiliko ya katiba pekee na sio kwenye kujenga uwezo wa watu? Maana nilikuwa nadhani kwamba hata uwe na katiba nzuri kiasi gani, ikiwa una watu ambao katika vichwa vyao wanaamini juu ya ukuu au wanaamini juu ya malezi tofauti. Wazanzibari kimalezi tumelelewa wengi wetu kwa kuamini kwamba kuna serikali ya Zanzibar peke yake, kuna serikali ya Tanzania bara peke yake, au kuna serikali ya muungano ambao tunashirikiana kwa pamoja. Wenzetu Tanzania bara wameelewa kimakuzi, wakielewa kwa serikali moja tu, kwa Tanzania moja tu, kutoka Namanga mpaka Suka ni serikali moja, ni nchi moja tu. Sasa je, unadhani kwamba kama ni mabadiliko ya katiba, kama hayaende mindset zetu, tutafika pahala? Asante sana. Kwanza nikumbushie wenzangu kwamba shida kubwa tulionayo Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, na ndio mambo haya mengi yanatokezea, ukitoa shida za mfumo tulionao wa kiutawala wa pande zote mbili, yalozungumzwa mengi ya masheha si shida ya mfumo wa utawala, ni utii wa sheria, kwamba huyo sheha hafanyi hayo mambo kwa sababu ya ile sheria inavyomuelekeza. Ingekuwa sheha anatii sheria kama ilivyosema, wala isingekuwa tatizo kubwa. Tungejua kwamba mtu alotimiza miaka 10 anatakiwa apewe kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi. Kinachotokezea katika nchi yetu, hakuna utii wa sheria, na hilo ndiyo tatizo kubwa sana, na bila shaka lina mshabaha na marekebisho ya katiba, kwa sababu kuna mamlaka kubwa ambazo viongozi wamepewa za teuzi, ambazo zinawasababisha hawa wanaoteuliwa wasitii sheria bila chochote kutokezea. Kwa hiyo nitaka nikumbushie kuhusiana na hilo kwamba kuna sheria kama sheria, lakini ule utii wenyewe wa sheria ndio tatizo kubwa tulionalo ndani ya nchi yetu Zanzibar na Tanganyika. Lakini nimkumbushe ndugu yangu pale Abdulfatah kwamba mfumo wetu wa muungano umekataza baadhi ya mambo kufanywa Zanzibar, kufanywa na serikali ya Zanzibar, na yale mambo yale ndiyo yanayoitwa mambo ya muungano. Imekatazwa kwa mfano suala la mambo ya ndani kufanywa na Zanzibar, ndio tunaliita suala la muungano. Imekatazwa suala la jeshi la wananchi wa Tanzania kufanywa na Zanzibar, tunaliita la muungano. Imekataza suala la pesa za nje au fedha za nje, tunaliita la muungano. Haijakataza kufanya baadhi ya mambo. Kwa mfano, kulikuwa na restriction fulani, mambo ya kiusalama, na ndio maana haya mambo yaliwekwa. Mwanzo yalikuwa 11,
ni kuikataza Zanzibar isifanye yale mambo, ndio yakaambiwa ya muungano. Lakini haya mengine haya yaliyobaki, michezo, kilimo, elimu, nimkumbushe tu kwamba miaka ya 80 na 90 tulikuwa na wachezaji, mmoja alikuwa akiitwa Omar Mbaruk Tol, alikuwa anacheza timu ya taifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati michezo sio suala la muungano. Mimi nawafahamu vijana wengi kutoka Pandani, kutoka Wete, wako Geita huko wanasomesha darasa la 4 la 5 kwa kukosa kazi Zanzibar. Elimu ile ya msingi Wazanzibari wanapewa haki bila kuulizwa, kwa sababu ni Watanzania. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba suala la Tanzania ni la wote, na hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Hata Nyerere aliwahi kusema ana uwezo wa kumteua Mzanzibari yoyote kushika nafasi yoyote ya wizara ya Tanzania, kwa sababu ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo suluhisho peke yake, hayo marekebisho ya katiba hayatosaidia kama hatukurekebisha mfumo wa muungano, ambao mfumo wenyewe ndio huo wa serikali tatu. Tunaweza tukarekebisha katiba na serikali zile mbili, itakuwa hatuja solve. Lakini tunaweza tukaenda na katiba hii tulionayo, tukarekebisha vipengele vinavyohusiana na mfumo wa serikali 2 au 3. Zikiwa 3, ndio haya aliyoyazungumza ndugu Abdulatif, yatawezekana, kwamba una mambo ambayo umesema Zanzibar wafanye wenyewe. Abdul Fattah, unasema haya mambo yasifanywe na Zanzibar, ndio yanaitwa ya muungano, lakini haijakataza yale mambo ambayo serikali ya Jamhuri inafanya yakafanywa na Zanzibar. Nimetoa mifano ya michezo, nimetoa mfano wa elimu ya juu, lakini nichukulia mfano pia elimu ya juu. Suza kwa mfano ni chuo cha elimu ya juu, lakini ukienda Suza wafanyakazi mishahara yao ni ya Zanzibar. Kwa ufupi, huu mfumo nzima una matatizo. Yale mambo ambayo Zanzibar wanakatazwa kufanya ndio yanaambiwa ni ya muungano. Hawajakatazwa kufanya yale mambo mengine ya kilimo, ya michezo, ingawa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya. Kwa hiyo mimi nadhani suluhisho sio marekebisho ya katiba, suluhisho zaidi ni marekebisho ya mfumo wetu wa muungano, na kwa haraka solution ya serikali 3. Wengine walidhani serikali moja itaondoa huu mzozo, lakini inawezekana malalamiko yakaongezeka, lakini constitutionally is either serikali 3 au serikali moja, ndio huu mzozo utaondoka, lakini socially ni serikali 3. Mimi nadhani hayo ndio mawazo yangu. Asante sana Profesa Hamad. Seif Hamad, Mheshimiwa Seif Hamad, ulizungumza mkono pale mwanzo kabisa. Naam, tupe kauli yako, tutakaribia kumaliza mazungumzo yetu. Asante. Mimi nilikuwa nina moja, nilinyanyua mkono la kutokea. Profesa anasema asante. Kwanza nilinyanyua mkono kwa jambo mahsusi ambalo dadangu Salma lilizungumza, kwamba inaonekana kwamba sio alikuwa Salma Muhammad, inaonekana kwamba kuna uelewa hafifu wa muungano. Ndicho ambacho nadhani alikizungumza. Sasa mimi kimtazamo wangu sitaki kukubaliana na hilo, kwa sababu ukiwatizama wenzetu wa Tanganyika, watu ambao wana criticize hichi ambacho kimezungumzwa, si wajinga, si watu ambao hawana uelewa na muungano, ni watu ambao wana uelewa wa kutosha na muungano. Wengi wao ni wanasheria, wanajua kabisa, lakini wanafanya blanda maksudi, wanafanya hayo mambo maksudi, sio kwamba hawajui. Na hili wanafanya kupotosha watu, wanafanya kupotosha wengine. Sasa suluhisho ni lipi? Kama ambavyo amezungumza profesa, kwamba socially na constitutionally suluhisho la jambo hili ni serikali 3. Leo kama alivyozungumza profesa kwamba kuna suala la elimu ya juu, unaambiwa kwamba ni suala la muungano, lakini unashangaa kwa mfano kama mfano aliotoa Suza, lakini hii elimu ya chini ambayo tunaambiwa kwamba si suala la muungano, taasisi ambayo inahusika na kutunga mitaala Zanzibar, taasisi ya elimu, hawawezi kutunga mitaala, hawawezi kupitisha mitaala, ni lazima waende wakashauriane na taasisi ya elimu ya Tanzania. Sasa unajiuliza kipi ni kipi? Nani mwenye mamlaka? Kama jambo hili si jambo la muungano, why twende tukapate amri kule upande wa pili?
Leo kwa mfano tuna mzozo mkubwa kuhusiana na mitaala. Kuna combination ambazo zimeanzishwa kwa Zanzibar hazifanyi kazi, na sisi hapa Zanzibar tunapozijaji combination zile hatuwezi tukaamua, ni lazima tuende tukapate idhini kwa wenzetu wa taasisi ya elimu ya Tanzania, jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu wao wana mamlaka yao kwenye elimu hii, elimu ya sekondari mpaka elimu ya chini, na sisi tuna mamlaka yetu. Kwa unajiuliza kwa nini tusitumie mamlaka yetu? Lakini tutakapokuwa na mfumo wa serikali tatu, tutakapoitoa Tanganyika ambayo imejificha, na tutakapoibakisha Zanzibar kuwa mbali, Tanganyika kuwa mbali, na hapa juu kuwa na kitu ambacho kinatuunganisha, sasa nadhani haya matatizo yatakwenda kupata suluhu. Asante sana. Naam, Abdul Fattah Musa, dakika za mwisho, tupe suluhisho lako upande wako ni lipi kwenye kujibu swala kipi ni chetu, kipi ni cha pamoja, na kipi ni chao wao peke yao, wa Tanzania bara, wa Tanganyika? Naam, Alhabib, mimi nadhani yote yaliyokwisha kuelezwa na Profesa Omar na Sheikh Sefu yamefikisha ujumbe, isipokuwa mimi nitilie mkazo tena hiki ambacho amekizungumza Mheshimiwa Seif kwa kuashiria kile ambacho dada yetu Bi Salma aligusia kuhusu habari ya elimu, na mimi nitilie mkazo hapo hapo kwamba uhakika si swala la kutojua, ni tatizo la kile ambacho wewe ulikieleza kama ni ile mindset kwamba wenzetu kwa miaka yote, tena haijalishi kama ni wenzetu wa chama tawala CCM au wenzetu wa vyama vya upinzani kwa upande wa Tanganyika, ni kwamba kwa miaka yote wamekuwa na huu mtazamo wa kuona kwamba sisi ni wadogo katika muungano. Sisi Wazanzibari ni wadogo katika muungano, na kwa sababu hiyo haya yote ambayo sasa yamekuwa yakiibuka kwa bughudha, kwa matusi, kwa dharau na kejeli za aina mbalimbali, kichimbuko lake ni hili suala la kwamba sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametokea kuwa ni Mzanzibari, na hii ndio imethibitisha kwamba wenzetu wanatuhisi kwamba sisi hatustahiki kuwa na haki sawa na wao katika muungano. Kwa hivyo nadhani kwamba sasa kwa kuwa wao wenzetu wamekuwa ni wakali zaidi kuliko sisi ambao tumeumia kwa miaka yote hii 62 ya muungano, wao sasa wamekuwa ni wakali zaidi, basi tena hapana sababu yoyote, kama tunaelekea kwenye mchakato wa katiba mpya tena, sidhani kwamba hata kama inahitajika hata kutaka maoni ya Watanzania kwamba wanataka muundo gani wa muungano. Yani kila kitu kiko hadharani. Inachopasa ni kwamba wanasiasa wetu, viongozi wetu wawe na busara, wasilazimishe matakwa yao na matashi yao ya kisiasa, kwa sababu hata wakati wa bunge lililopita la katiba la tume ya Jaji Warioba, kila kitu kilikuwa wazi, ni matashi ya kisiasa ya viongozi wa juu ndio waliokwamisha mchakato ule usikamilishwe kwa kuleta muundo huu wa serikali tatu. Lakini nadhani sasa tena kwa kuwa kilio hichi kimetokea kwa wenzetu ambao wamekuwa wakineemeka nao mfumo huu wa serikali mbili wa kiujanja, sasa muda umefika kwamba pande zote mbili tuwe na insafu, na kama kweli tuna nia njema na nia safi ya kuwa na muungano wa haki na sawa, muungano wa kiudugu, basi njia pekee itakuwa suluhisho la kuondoa yote hayo ni kuwa na mfumo huo wa serikali tatu. Asante sana Abdul Fattah Musa kwa kutupa mchango wako. Na Salma Said, naomba dakika zako 2 za mwisho hapa. Huyu Samsung mwingine nadhani Al-Saleh, lakini bahati mbaya muda mwingine kuita Al-Saleh sikusikii, na utuambie baada ya mafua kidogo. Ni mimi. Upo okay, vizuri, asante. Haya, asante. Basi akhi, nakuomba, manake tumeukosa muda mrefu sana, najua hali yako sisi, lakini tulijapo Fatha jambo bila wewe haliendi. Haya, asante. Mimi nataka niseme mawili tu. Naam. La kwanza ni kwamba kuna msemo wa Kiingereza unasema an elephant in the room, kwa maana kwamba kuna tembo ndani ya chumba, lakini kila mtu anajifanya hamuoni tembo. Hili swala la kuzuka la afya juzi limetuonesha kumbe hakuna tembo mmoja, kuna tembo wengi na wanaweza wakavunja hata nyumba hii. Nyumba yetu ikavunjwa, manake tembo 10 ndani ya chumba kimoja, kiwe kikubwa gani wana uwezo kukivunja. Tunajidanganya muda mrefu, tunasema mara tatizo hili, lakini ukweli
hapawezi kuwa na suluhu yoyote. Kwa bahati mimi nilikuwa katika tume ya Warioba, na hakuna tume ambayo ilifanya kazi kwa ujumla wa mambo ya Tanzania au muungano kama tume ya Warioba. Hakuna solution zaidi ya kuwa na serikali tatu. Tusidanganywe ukasema labda iwe serikali moja haiwi, kama alivyosema profesa, moja haiwi kwa sababu Zanzibar hawatakubali, na pengine zile dhulma zinazoonekana sasa hivi, dhulma za kimuungano zitakuwa zaidi, kwa sababu sasa hivi kuna kelele, kwa sababu wao wanapiga kelele ndio ambao wameenjoy muungano zaidi, kwa sababu fedha ambazo zinazotumika kwenye bajeti ya muungano kama afya, kama kilimo, kama mawasiliano ni fedha za muungano tulizochanga na sisi, lakini bado zinatumika kwa upande mmoja kwa miaka yote 62. Lakini mtu anajifanya haoni kwamba hataki kujua kwamba waziri wa kilimo hajawahi kuwa na mamlaka yoyote kuhusu muungano, lakini power ya kurepresent kama ilivyosema hapo mwanzo kwenye mkutano wote wa kimataifa anakuwa waziri wa bara. Anaweza akaenda katibu mkuu akaongoza msafara wa serikali na waziri asipewe. Na kwa bahati mbaya nzuri mawaziri wetu wamewahi kulalamika, mmoja Dr. Mwinyi Haji na wa pili Mwalimu Haruna walalamika kwamba wanatoka wanakwenda katika mkutano wa kimataifa, wanakwenda siku zote anaongoza msafara na kwa waziri kutoka bara ndio anayepewa mamlaka ya serikali ya kuzungumza kwa niaba ya Tanzania, au pengine anakwenda katibu mkuu anakuwa mamlaka anapewa. Lakini je, kwa muda wote huu hivi kweli mambo ambayo si ya muungano, mawasiliano na nini na vitu vingine vingi vimefanywa, Zanzibar ikilalamika inaonekana kwamba inadai kitu cha ziada. Mimi nafikiri suala la afya limekuja kutuonesha kwamba tembo wapo wengi, lakini sasa hivi ni kwamba lazima Zanzibar isimame, lakini hatuwezi kusimama kwa sababu bado ndani yetu sisi tunagawika. Tukifika swala la muungano, wenzetu wanafikiri wakiungana na Tanzania bara ndio usalama au ndio heri kwa Zanzibar. Haiwezekani. Zanzibar lazima itetewe na Wazanzibari wote, au ndio heri kwa madaraka yao. Heri kwa madaraka yao, yani kwa maana na ndio maana walipoondoka hapa kwenda katika mkutano wa katiba wakaondoka pamoja, lakini baada ya kuona heri ile itakayotokana kule itawapunguza mamlaka yao, pengine wagawane na sisi ambao tulobaki huku Zanzibar, wakaenda wakachafua mazungumzo yale, na tutaendelea kujuta kwa muda mrefu sana, kwa sababu hakuna nafasi nzuri tulikuwa nayo kama mwaka 2014 mpaka 15 ambapo tulikuwa na nafasi nzuri sana ya kufanya mabadiliko ya katiba ya Zanzibar na kila kitu kilikuwa sawa. Tukadanganyana kwamba pesa zitatoka wapi. Tume ya Warioba ilifanya kazi ikasema pesa zitatokana ndani ya hali ilivyo hivi sasa na change itabaki. Kwa hivyo hakuwa swala la pesa, na tuligasema kwamba serikali ya Zanzibar itakuwa na baraza lake, bara utaunda na bunge lao, kisha kuna bunge la muungano, lakini hapakuwa na nia safi, lakini ni miongoni mwetu ndio tulioharibu. Basi sasa pengine nao waloharibu ndio sasa hivi wanaanza wameliona ili goma lirudi sasa hivi, pengine watashtuka kidogo, waseme kweli lazima tuwe wamoja wa Zanzibari tudai. Na kwa sababu kuna section kubwa ya Utanganyika wameamka, basi ni vizuri sisi tukasimama upande wetu, tukaacha Watanganyika washawishi Watanganyika wenzao ambao watakuwa ni wale ambao wanataka serikali moja au mbili ziendelee, ili sisi tuweze kusalimika. Kama hivyo hatusalimiki. Itafika wakati nguvu zetu zitakwisha na tutamezwa kabisa kabisa. Asante. Asante sana kakangu Ali Saleh kwa kutupa uzoefu, kwa sababu ndio maana nilishakuta ile kwamba ulikuwa katika tume ya Warioba, ulikuwa pia baadaye hapo kwa bunge katika bunge la muungano, na ukiwa msemaji hasa wa wizara inayohusiana masuala ya muungano. Kwa hivyo ni eneo ambalo walifanya kazi sana kusema kweli, mbali ya kuwa mwanasheria na mwandishi bingwa wa miaka mingi. Najua muda wetu umemalizika, lakini da Salma, muda mrefu tumepata sauti yako mara moja, hapo dakika 2 tumalizie kuhitimisha kwa kwamba profesa akatupa conclusion yake. Haya, asante. Ni hayo masuala ya kwamba watu wanaogopa tu kuzungumza. Nilikuwa nataka kumtaja huyo Dr. Mwinyi Haji Makame, marehemu, ameshafariki, na Mwalimu Haruni pamoja na kina Hamza Hassan Juma walisimama kidete pale katika Baraza la Wawakilishi
na hakukuwa na tofauti yoyote, hukuweza kumjua nani kafu nani CCM kwa wakati ule. Walisimama katika kuitetea Zanzibar, nafasi ya Zanzibar katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hofu ndio inayowafanya watu warudi nyuma. Na vile vile katika hilo suala la afya, ukimuuliza mtu yoyote kidogo, Salma, hofu ya nini? Hofu ya hofu gani ile watu? Wao yani ile hofu, yani kwamba watu wanakuwa unawahisi wana courage, wanaweza kusimama kutetea kitu, lakini baadaye hao unawaona wanabadilika, labda pengine wametishwa au wamekemewa au wamenini, lakini zaidi wanaangalia maslahi pengine ya chama badala maslahi ya nchi. Ndio tatizo linaanzia hapo. Lakini kwenye suala hili si hofu ya kupoteza maisha, si hofu ya kupoteza, ni hofu ya kupoteza madaraka. Ni hofu ya kupoteza madaraka na nafasi zao. Manake muungano ulivyo unawafanya wao waweze kubaki madarakani kama ulivyo, hata kama unaiharibu Zanzibar, ni mali Zanzibar. Sawa. Na kwenye suala la afya, yani inafahamika na inajulikana, si juzi wala jana, ni miaka mingi kwamba suala la afya Zanzibar ni bure. Kwa hivyo walikuwa wanakuja watu kutoka nje ya Zanzibar, wanakuja kujifungua, na madaktari wenyewe ni mashahidi, wanaofanya kazi leba, wanasema wanazalisha mpaka wanachoka. Kwa hivyo wanazalisha watu wengi sana, watu wanakuja wanajifungua, alafu wanarudi wanakotoka. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana, lakini ni nani wa kufunga paka kengele? Walikuwa wanasema wenyewe wale madaktari kwamba tunachoka na hii inatuathiri kwa kiasi kikubwa katika uchumi wetu, kwenye bajeti yetu ya serikali katika suala la kuzalisha watu. Lakini walikuwa nani wa kumfunga paka kengele? Ndo huyo alikuwa nani atazungumzia swala hilo, kwa sababu ukigusa tu utaambua unagusa upande wa pili. Kwa hivyo ikawa ile hofu. Lakini la mwisho ambalo nataka kulisema ni kwamba mzee Hassan Nasor Moyo aliwahi kutuambia, alisema sisi wazee wenu tumefanya makosa, kwa hivyo nyinyi watoto msifanye makosa haya, kwa sababu watoto hawa hawakubali sasa hivi. Na hichi ndicho tunachokiona, hichi kinachotokezea sasa hivi katika hii mijadala. Kwa hivyo wasipo kuwa makini viongozi, wanaweza kuleta athari kubwa katika nchi hizi. Asante Profesa, naomba tukitimishie na mbali ya ambalo umeeleza hitimisho, lakini swali langu moja dogo kwa ni kwamba unadhani kwa namna ambavyo mpasuko wa kisiasa ulivyo Zanzibar, na nyinyi mkiwa ndio wenye dhamana upande wa ACT Wazalendo upande mmoja, upande mwingine upande wa Chama cha Mapinduzi ndio mna dhamana ya kisiasa Zanzibar, mnadhani kwamba namna yote ipo ya nyinyi kuweza kuja kuwa kitu kimoja ambacho kitaweza kufanya mkaisimamia Zanzibar, mkaacha mbali mitafarukiano ya kisiasa? Kwa sababu ninavyodhani mimi ni maradhi ambayo tusibu sisi Wazanzibari ni kwamba hatuna umoja, hatuna mshikamano, tunagawanyika kirahisi mbele ya ambaye tunadhani kwamba ni adui yetu, na matokeo yake ni kwamba tunakuwa rahisi pia kuharibikiwa, hatuendi mbele, hatuwezi kupata suluhisho la matatizo yetu. Je, unadhani kwamba kwa namna yote ile ipo njia ya kuweza kutoka hapa kupitia ushirikiano pamoja kati ninyi wanasiasa? Mimi nadhani mazingira yamebadilika kidogo mwaka 2014-15 ambapo kulikuwa na bunge la katiba. Bado nguvu kubwa ya upande wa pili ilifanya sisi upande wa huku tutengane, yale makubaliano yetu tuyahalifu. Lakini hali ilivyofikia sasa hivi, imani yangu ni kwamba nguvu takriban ziko sawa. Kule kuna nguvu ambayo hili tunalolipigania sisi miaka yote na wao wanalipigania kwa njia nyingine. Kwa hiyo uwezekano wa kufanikiwa sasa hivi kama Zanzibar ni mkubwa kuliko mwaka 2014-15, naamini hivyo. Lakini kwa kumalizia, viongozi wetu waliwahi kutoa pendekezo kwamba
kama serikali au Watanganyika, ni wataji Watanganyika ingawa hawapo katika katiba, kama Watanganyika wanadhani wanaonewa, hebu tupokelezane. Pengine kutengeneza katiba mpya itachukua muda. Hebu mwaka mmoja tuseme serikali ya Zanzibar, tutafuta lile neno Zanzibar, tutaita Tanzania, na mwaka unaofuata serikali ya Tanganyika itafuta Tanganyika ikaitwa Tanzania. Halafu tuone kama na sisi, kama ni hizo haki ambazo wao walikuwa wanazipata tunazipata upande wao, labda wazipate wao sasa upande wetu, tuangalie ipi ni faida zaidi. Nadhani hilo lilikuwa ni moja katika pendekezo, na mimi pia napendekeza hilo. Kama Watanganyika wanadhani kwamba Zanzibar tunafaidi sana kwa muundo huu, tujaribu lile koti la Tanganyika ambalo Rais Karume alisema tunaweza likalivua wakati wote, lakini limeshindikana. Tujaribu na sisi wakati mwingine tufute vile vipengele vinavyosema Zanzibar iitwe Tanzania, kiti chetu kule tukakiangushe, kile kilichokuwa cha Zanzibar tuseme sasa kiti cha Umoja wa Mataifa ni hichi kilichokuwa cha Zanzibar. Katiba inayotumika sasa iwe katiba ya Zanzibar badala ya katiba ya Tanganyika, ili wao kama ni fursa ambazo sisi wanadhani tunazipata sana kule tuweze kuzipata. Lakini conclusion ni kwamba tulipo ni pazuri zaidi kuliko 2014-15, na naamini nguvu za pande zote mbili ndio zitakazoleta mabadiliko ya mfumo wa muungano. Hiyo ndio imani yangu kubwa sana. Asante. Asante sana Profesa Omar Faki Hamadi, mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Pandani na pia mkuu wa kambi ya upinzani katika Baraza la Wawakilishi. Mheshimiwa pia Seif Hamad Suleiman, mwakilishi wa watu wa jimbo la Ole, na pia Ali Saleh Albato, mwandishi wa habari, Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari mwenzangu, na Salma Said mwenzangu, na pia tulikuwa naye hapo pia Mohamed Khamisi, ameshaondoka sababu muda wake kwa umemalizikia. Na shukuru yote kabisa kwamba leo tumepata kuzungumza, kujaribu kwa sehemu ya mjadala ambao unaendelea wa kizungumkuti cha muungano. Kipi ni chetu wa Zanzibari, kipi ni chao wa Tanganyika, na kipi ni chetu sote kwa pamoja wa Tanganyika wa Zanzibari kama wa Tanzania, panapohusika muktadha wa kuungana kwetu. Naitwa Mohamed Ghassani na asanteni kwa nasi hapa. Inshallah tuwe pamoja katika wiki ijayo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.